Bwana asifiwe. Piga Yesu makofi tena. Naomba uketi sasa. Naomba uketi. Naomba tuendelee tulipoishia siku ya jana. Naomba tuangalie somo letu linasema dhana za nguvu za Mungu. Dhana za nguvu za Mungu. Dhana ya nguvu za Mungu. Manake tunaposema dhana ya nguvu za Mungu, tunatafuta kuzijua nguvu za Mungu zikoje. Sawa? Dhana kwa Kiingereza wanasema concept. Yaani kuelewa kitu kwa undani na kujua baadhi ya ufahamu ulioko nyuma hicho kitu. Na nikamwambia kwa nini Mungu anafundisha somo hili? Sababu ya kwanza, uanze kuwa na imani juu ya nguvu za Mungu. Uweze kuwa na imani juu ya nguvu za Mungu, kwamba mahali popote unapokuwa au jambo lote unalofanya uwaziamini nguvu za nani? Za Mungu. Hata ukiwa unalima shambani, nilimwambia jana, amini kwamba kuna nguvu nilizo nazo ambazo hizi zinanisaidia kulima, zinanisaidia kuhubiri, zinanisaidia kuimba, zinanisaidia kufanya kazi zangu, alafu zinaniletea matokeo. Ukifanya hivyo mara kwa mara kwenye akili yako, utaanza kutembea na mtembeo wa nguvu za Mungu. Kwa sababu mambo ya Mungu yanadhibitika kwetu na kudhihirika tunapoanza kuyaweka kwenye akili zetu. Ukiweka kwenye akili yako Mungu yuko na mimi na nguvu zake ziko ndani, hiyo akili, fikra na mtazamo, utaanza kusaidia Mungu kuingilia kati mambo yako. Si tunafundisha, natafuta uwe na msimamo na mtazamo sahihi. Hata ukifanya jambo useme nguvu za Mungu zimenisaidia. Zakaria anasema sio kwa nguvu zetu tu, lakini bali kwa uwezo na roho wa Bwana. Maana jaribu kuzungumza kwamba mwanadamu anayetaka kuwa na mafanikio na viwango vya kimaisha yanayostahili anajizoeza kuzitafuta nguvu za Mungu, ili baadaye aseme ni kwa uwezo wangu. Kwa sababu nilikwambia, usipotaka kuziamini nguvu za Mungu, hutampa Mungu utukufu. Lakini jambo lingine, uanze kuziona nguvu za Mungu zilete matokeo kwako. Usiziamini nguvu za giza kuliko nguvu za Mungu. Kwa sababu watu wengi sana tunaamini nguvu za shetani kuliko za Mungu. Kuna watu wanaamini kabisa kwamba mganga anaweza kufanya kitu, ndio maana mnaenda kutafuta msaada. Nashindwa kujua Mungu ana nguvu, tena nilizionyesha jana. Dhana ya kwanza ambayo nilikwambia nguvu za Mungu hazionekani kwa macho wala zishikiki, ila zinaonekana kwa matokeo. Sawa na Efeso sura 3 aya 20. Kwa kadiri ya nguvu itenda kazi. Kwa nguvu za Mungu utaziona, ila matokeo yake utayaona. Yohana 3:8 niliwaambia, upepo unaenda unavuma, utaona matokeo ya upepo, ila utauona upepo mwenyewe. Ndivyo jinsi zilivyo nguvu za Mungu. Kwa nguvu za Mungu zinaonekana kwenye matokeo, kwenye utendaji. Ndio unaweza kuona kwa nini tunataka tufanye maombi. Tunataka nguvu za Mungu zitende kazi ndani yetu. Amen. Jambo la pili nilikwambia jana, au dhana ya pili, nguvu za Mungu ziko juu ya nguvu zote. Nikakwambia ni nguvu zinaitwa uweza, overpowering. Nguvu za Mungu ziko juu ya nguvu zote. Halafu si tuko ziko juu ya nguvu zote. Hizi nguvu za Mungu ambazo ziko juu ya nguvu zote ziko ndani yako. Halo? Yaani nguvu za Mungu ambazo Mungu ana nguvu kuliko mashetani na waganga ambao wanawakimbilia. Hizo nguvu wewe mwanadamu utafuta msaada wa kiganga na kichawi.
Una nguvu ambazo zinamzidi yule mchawi unayemwendea. Una nguvu zinamzidi mganga unaotafuta msaada kwake. Ni kwa sababu tujui. Lakini nguvu ulizo nazo ziko juu ya nguvu. Ndio maana duniani hakuna mwenye nguvu kama Mkristo wa kweli. Nguvu zako ulizo nazo hata wakutafute. Ndio maana hakuna kiwango kikubwa cha nguvu za giza zinamshinda mtu aliye na Mungu. Hayo. Hata Freemason sio kitu gani, haiwezi. Kwa nini? Kwa sababu nguvu ulizo nazo viwango vyake viko juu kama viwango vya Mungu. Kwa hata kwambia kuna mchawi maarufu sehemu, usibabaike. Sababu nguvu ulizo nazo hakuna mganga aliye nazo. Ndio maana nawaambia kama kweli tungekuwa tuna nguvu kidogo, tungekuwa tumeshakufa. Kama kweli tungekuwa na nguvu kidogo, kama nguvu zetu zinaingia kwenye mizani na nguvu nyingine, tusingekuwa tunahubiri mpaka leo. Kwa nini tunahubiri? Tunapita maeneo ambao mtu anasema wachawi hapa ni hatari, lakini tunamaliza. Wanatafuta, wanashindwa. Nini? Sio kwa sababu sisi ni kwa sababu iko nguvu ambayo hakuna mganga wala mchawi anaweza kuizidi nguvu. Ni nguvu ya juu sana. Ndio nikakwambia nguvu inaitwa uweza, overpowering. Nikakwambia anaitwa Mungu wa uweza. Maana yake ni Mungu mwenye nguvu zaidi ya nguvu zote. Hebu mtikise mwenzako, mwambie nguvu ulizo nazo ni za ajabu sana. Halo? Ninawaambia haya kuwatoa kuamini makafara ya giza, kuamini waganga na wachawi. Kuogopa. Uogope kama una Roho Mtakatifu, uogope. Nakushauri kama una Roho Mtakatifu uogope. Lakini kama nitakufundisha namna kumpokea, ukisha mpokea na nguvu zikawa ndani yako, usiogope chochote. Basi ingekuwa hivyo Musa angeuawa na Farao. Sio? Angeuawa na Farao. Akina Danieli wangeugua kwenye tanuru na moto. Danieli mwenyewe kwenye tundu la simba asingeweza kupona. Kwa nini walikuwa na uwezo huo? Ni kwa sababu kwenye Mungu wa roho kiwango cha nguvu za Mkristo ni kiwango cha ni boss duniani. Mpige Yesu makofi. Boss duniani. Kwa unatazama kama ni Mkristo wa kweli na unajua mambo ya Mungu na Roho Mtakatifu, ni hakika wewe ni boss duniani. Na sio duniani, na mbinguni. Unajua wewe ukitoka wewe, yani akitoka Mungu unafuata wewe. Unalijua hilo? Paulo anasema ametupa punje kidogo. Maana yake Mungu akitoka wanafuata wanadamu wa Kristo. Hata malaika uwezo tulionao hana. Yesu kwenye Zaburi anasema tumeumbwa kwa namna ya kutisha na ajabu. Sisi mwanadamu anayemjua Mungu, baada ya Mungu anafuata. Malaika hakuumbwa kwa sura, ila sisi tumeumbwa kwa sura ya Mungu. Lakini ukijiona unajiona tu upo. Hapana. Piga moyo wako, sema mimi ni wa thamani. Mimi ni wa thamani. Alafu tuseme mimi ni boss. Piga Yesu makofi. Dhana ya tatu. Nguvu ya Mungu ni nguvu ya kubadilisha. Nguvu ya Mungu ni nguvu ya kubadilisha. Nguvu ya Mungu ni nguvu ya kubadilisha. Transforming power ni nguvu ya kubadilisha. Ni nguvu ya kubadilisha. Transforming power. Transforming power ni nguvu ya kubadilisha. Halo? Ni nguvu ya kubadilisha. Nakupa vitu ambavyo
ukivijua utaanza kuelewa Mungu anafanyaje kazi. Sasa mnisikilize, tofauti kati ya nguvu ya Mungu na nguvu nyingine, sehemu pekee unaweza ukajua nguvu ya Mungu imeingilia kati ni kubadilisha maisha ya watu, kwa sababu kanuni ya nguvu ya Mungu inayoingia ndani ya mtu, moja ya kazi inafanya si tu kuingia, inakubadilisha. Wengine wanasema inakutransform. Unaweza kuwa ni kahaba kama Rahabu, sio shida. Yohana 3:20 kama sijakosea, anasema yeye anabisha hodi, yeyote atakayemfungulia mlango ataingia ndani yake, atakaa naye, atakula naye, ataishi naye, atatembea naye. Yeyote hajasema Mkristo, yeyote atakayefungua ataingia. Kwa hata kama ni kahaba, Roho Mtakatifu anaingia. Anachokitafuta Roho Mtakatifu ni moyo wa mwanadamu kwanza. Ukifungua hilo gate, anasema inueni vichwa vyenu enyi malango, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ukishafungua mlango, Roho Mtakatifu akisha ingia, kazi mojawapo ambayo anaifanya, hautabaki kama jinsi ulivyo. Ulikuwa mwesherati, uesherati unaondoka. Ulikuwa mrefu, urefu unaondoka. Ulikuwa mwizi unaondoka. Ndani yako unaanza kuwa mtakatifu. Hapo ndipo ambapo unaweza ukaangalia Alex wa zamani na Alex wa leo, kama kuna hatua fulani ambazo mtu alikuwa anakunywa pombe na kiu, baada ya Roho Mtakatifu kuingia na akamjaza nguvu, baadhi ya tabia na kiu zinakufa. Ndio maana Biblia inasema sio mimi naishi, yeye ni Kristo ndani yangu. Maana kuna vitu ambavyo ulikuwa unaishi kwake, ukishampokea unakufa, yeye anaishi ndani yako. Anasema uhai wangu ufichwa ndani ya Kristo. Kwa mojawapo ya kanuni ya nguvu za Mungu, ili kuijua ni nguvu za Mungu, kazi mojawapo itaanza kumbadilisha mtu. Hakuna namna unaweza ukampokea Mungu ndani yako, ukazipokea nguvu ndani yako, ukabaki jinsi ulivyo. Never. Na hapo ndipo ambapo unaona watu ambao wanaenda kwa nguvu za giza, kwa sura ya kanisa na wajui. Ukitaka kujua watumishi wa uongo, sio kwa sababu wanatenda muujiza, ni kwa sababu muujiza wanaotenda kama unakubadilisha wewe. Nisikilize, hata kama ungekuwa unatoka mbinguni, kama hao watu ambao unawaelekeza, unawaombea na muujiza unatokea, kama ndani yao hawana badiliko, sio nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu zina kawaida ya kunyofoa vitu vya kibinadamu na kuweka vitu vya Mungu. Ndio anasema sisi ni warithi wa tabia za Mungu, partakers of divine nature. Walisi, tunamiliki sehemu ya uungu. Ukisha hizi nguvu ikishaanza kujaa ndani, mojawapo ya vitu ambavyo utasikia, utaanza kubadilika taratibu. Hiyo ndio nguvu. Ndio maana ukitaka kujua nguvu ya Mungu, tafuta mtu aliyebadilishwa. Mnasikiliza? Watu wengi wanaosema mimi niko kanisani muda mrefu, natubu na dhambi, haitoki. Hawana nguvu. Na kuhakikishia, siongelei nguvu tu ya kuwekea mikono, kwa sababu nitakuja kuonyesha baadaye. Kuna nguvu ambayo, mnisikilize. Okay, angalia huko mbele. Niwafundisha kitu kabla ya kuendelea mbele. Ninapokuwekea mkono namna hii, muona hii? Bwana asifiwe. Huwa kuna mara mbili. Kuna nguvu inayokugusa mwili ukaanguka,
na nguvu inayogusa roho yako. Sasa kuna wakati nakuwekea mkono, Mungu anakujalia kama unampokea Mungu mara ya kwanza, akishakaa ndani yako, ile nguvu ya ndani huku ndani kwenye moyo ndio inakubadilisha. Sasa nguvu ya hapa juu ya kuangusha na kuamka unabaki kama ulivyo. Hapo ndipo ambapo watu wanaenda kwa waganga, wanatafuta nguvu ya kuangusha watu. Kwani ndio kama mnanielewa? Mtu anaweza kuambia tokea, ukaanguka, ukatoka pale, ukatoka kama ulivyoingia. Aisaogopa. Ogopa. Ndio maana Yesu walipokuwa kuja mkamata, si ndio? Yesu alipoongea nao kumkamata, Biblia inasema wakaanguka na nguvu za Mungu, lakini walimkamata bado. Yaani Yesu amekuja kukamata, umekuja kumkamata Yesu. Ameongea tu, nguvu zake zimekuangusha, lakini bado umemkamata. Maana yake nguvu za Yesu zile hazikwenda kwenye moyo, ziliwagusa juu. Sasa nguvu inayokubadilisha sio nguvu ya kuguswa, ni nguvu ambayo inatokana na mahusiano yako na Mungu, kutokea ndani ya roho yako. Hiyo nguvu ndio Biblia inasema ni kama maji ya mito hai yanabubujika ndani. Hapo ndipo ambapo mtu anajisikia mwenyewe. Ndio tunaongea nguvu za Mungu hizi ni nguvu za kimahusiano. Tuko wakia mikono, wakati mwingine tunawapa angalau tuwaposti, lakini bado kazi ya kuendelea kuimarisha nguvu za Mungu ni mahusiano yako na Mungu ya kila siku. Ndio hizo nguvu ambazo nasema zinabadilisha. Sasa watu wengi unashangaa ni mpendwa miaka mingi kanisani, ni mbea vile vile, mwizi vile vile, maraya vile vile. Ananena kwa lugha ya mdomoni, sio rohoni. Biblia inasema yaponena kwa lugha za wanadamu na malaika, kama sina upendo ni kama utupu, ni kama debe fulani linalovuma ndani. Maana yake nini? Mnisikilize. Ukiwa na mahusiano na Mungu, kata kitu ambacho Mungu anafanya ndani yako ni kumimina pendo la Mungu ndani. Angalia Warumi 5:5. Naanza hapa labda. Mmenipeleka kona ambao nilikuwa sitaki kwenda, lakini nitaenda. Warumi 5:5. Ana ni wewe, akuabudiwa ni wewe. Koripa tamaseketo manteke sore barina. Na tumaini alita taharishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Umeona? Pendo la Mungu limekwisha kumiminwa ndani yetu. Unajua maana yake nini? Ile unajisikia una kiu ya kuomba, unajisikia kiu ya kusoma neno, unajisikia kiu ya ibada, Biblia inasema ni upendo wako wa kwanza. Huo upendo hautokani tu na maombi. Maombi ni muhimu, lakini pendo linatokana na mahusiano ya karibu na Roho Mtakatifu, ambaye ukiwa karibu naye mara kwa mara anakumiminia upendo. Upendo unakuvuta. Ndio maana unajisikia kuomba, kutoa sadaka, mambo ya ibada, mambo ya Mungu. Unafanya kazi za Mungu kwa kupenda mwenyewe. Inatokana na msingi wa mahusiano. Hapa ndipo ambapo mtu anaanza kubadilishwa. Ndio maana mojawapo ya jambo muhimu, ukimpokea Roho Mtakatifu, hakikisha unajazwa nguvu zake. Halo? Unajazwa nguvu zake. Hizi nguvu kazi zitakayofanya ni kuhakikisha huku ndani zinabadilisha kitu. Sio zinabadilisha kitu na kinatokea kwenye mwili. Tunakiona. Warumi 12 aya kwanza.
Warumi 12 aya ya kwanza. Leo nimekaa kwenye kufundisha. Naomba nitege masikio. Nitakupa vitu vingi sana. Kama nataka shule leo, kuna shule ya muhimu. Karimantama kose kita. Helele shelele nene. Nene nene. Na 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 na. Warumi sura 12 aya ya pili. Wala msifuate namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mwambie mwenzako mgeuzwe, mbadilishwe, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Halo, maana yake nini? Nguvu za Mungu zikishaingia ndani yako, dunia itaanza kukera. Kama unaona unaipenda dunia, nguvu za Mungu zimeanza kupungua. Anasema msifuatishe namna ya dunia, bali mgeuze. Maana yake mtu akishabadilishwa na nguvu za Mungu, mojawapo ya jambo atakayotokea, ataanza kuacha kawaida dunia. Ataanza kujisikia kutopenda mambo ya duniani. Mambo kwa mfano mimi kinaenda kwenye sherehe, nikija nimekuheshimu. Na nimekuheshimu wewe sana. Sababu kupenda sherehe kulisha kufa. Halo? Kama walikuwa wanapiga muziki wa Diamond pale, nataka kulewa, unajisikia kwenda. Ukishaokoka, hiyo jambo utaanza kulichukia mwenyewe. Ukipenda kosa hata kidogo, ukifanya kosa hata kidogo ndani, utaanza kujisikia vibaya na kujisikia vibaya moyoni, na dhamiri yako itakuwa hai sana. Kwa sababu hizo nguvu zinafanya kazi ya kukubadilisha na kuondoa chochote kile cha giza. Haiwezekani mtu alikuwa anapendelea kitu, alafu leo anaanza kichukia. Wewe na hakika kuna kitu kimeingia moyoni ambacho hakimpi hamu tena. Mimi kiwa kijana zamani, tulikuwa napenda mpira mno sana. Kwa napenda mpira, kucheza na kushangilia. Ghafla kani kila kwenye mpira najilazimisha, naanza kuacha taratibu mpira. Kushabikia naanza, niingia kwenye kibanda, nina bwana lakini naingia kwenye kibanda. Nikiingia nikitoka, yani nafika mpira ile raha niliyokuwa nayo zamani sina. Kabla ya kumjua Yesu na kupokea hizo nguvu, nilikuwa kwenye kibanda na shangilia na kuruka, piga ngumi, vua sweta, vua t-shirt. Alafu ghafla haushangilii tena. Watu wanaruka, wewe umekaa unaangalia. Kesho najiambia, hivi kweli nitaendelea kushangilia hivi? Niangalizie nyumbani. Nyumbani vinakataa. Unaenda vinakataa. Baadaye unajiambia mpira kwa heri. Hapo umebadilishwa na nguvu za Mungu. Umeanza badiliko. Haya ndio matokeo ya nguvu. Ndio maana sikilize, kila mwanadamu ana tabia zake, ana asili yake, ana udhaifu wake. Mungu anashinda. Inawezekana kwani mlizaliwa mkiwa na asili ya zina, asili ya hasira. Sio tatizo kwa Bwana. Bwana anajua akishaingia ndani yako, hizi nguvu kuzaliwa, anaanza kuzaa. Anazaa mwingine ndani yako. Hasira inaondoka. Kulikuwa na hasira mpaka unatetemeka, taratibu kile kitu kinakufa. Hizo ndio nguvu za Mungu. Kwa kuzijua nguvu za Mungu, unaona mabadiliko ndani yako. Sasa inafanya mambo matatu. Nguvu za Mungu zinafanya mambo katika kubadilisha. Mbona leo nakupa shule. Nguvu za Mungu zinafanya mambo matatu ili kubadilisha. Jambo la kwanza,
zinazaa roho yako. Born again, zinazaa roho yako. Zinazaa roho yako. Na hii ndo concept au dhana ya kuzaliwa mara ya pili. Inazaa roho yako. Inazaa roho yako. Yohana 3:5-7. Yohana Mtakatifu sura ya 3 aya 5-7. Yohana Mtakatifu sura ya 3 aya 5-7. Yesu akajibu, amina amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho, maana roho inazaa. Roho inazaa. Hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Maana Roho Mtakatifu akija ndani ya mtu, kazi ya kwanza anayofanya ni kuzaa roho yake. Kuzaa maana yake nini? Roho ya zamani iliyokufa inakufa, inausha roho ya Mungu. Naona mwanzo mtu ameokoka. Mtu haokoki mwili, mtu anaokoka roho. Unasikia? Mtu anaokoka roho. Kwa hiyo ndani roho yako, ukisha kubali Yesu niko hapa, ukaamua kutubu dhambi na kumwamini Yesu, Roho Mtakatifu ataingia ndani. Akiingia ndani yako, mojawapo ya kazi anayoifanya, hii kazi anaifanya bila wewe kujua. Ndio maana Nikodemo akasema, naweza nikazaliwa nikiwa mtu mzima? Yesu akamjibu, sio issue tu ya kuzaliwa unaofikiri, urudi kwenye tumbo la mama. Roho Mtakatifu yenyewe huku ndani anazaa bila wewe kujua. Anazaa roho yako. Kumbuka wewe ni roho. Wewe ni roho. Ndio maana ukifa unarudi kwa baba. Wewe ni roho. Unakaa ndani ya mwili. Una nafsi. Kwa hiyo anayeniona ni roho. Jana unaniona ni roho. Unataka kujua hiyo maiti kama ananiona, utamweka hapa aweze kugeuka kuniona. Maiti hawezi kutembea. Maiti hawezi kufikiri. Kwa wewe mwenyewe unanitungura ni roho yako. Na huyo ndio sura halisi iliyotoka mbinguni. Kwa hiyo wewe unanitazama, Roho Mtakatifu anakuzaa mara ya pili. Maana anaondoa uovu kilichokufa. Roho ilikufa. Biblia inasema roho itendao dhambi ndiye atakayokufa. Adamu kwenye bustani ya Edeni akasema akila tunda atakufa hakika. Hakufa kimwili, alikufa kiroho. Kiroho chake kilikufa. Kwa Roho Mtakatifu akija ndani anakuzaa. Hiyo roho iliyokufa anaiusha, inakuwa roho mpya. Inakuwa sura ya Mungu. Tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Sio mwili, sio macho yako hayo yanayodengua namna hii. Mungu macho yake hayadengui. Hana pua kubwa kama ya kwangu. Anaongea roho yako. Ndio Biblia inasema leo atakaporudi angani tutabadilishwa kwa dakika moja. Miili yetu itabadilishwa, tutapewa miili ya mbinguni. Huu mwili huwezi kuingia nao mbinguni. Roho yako inazaliwa. Ikizaliwa utajua, lakini kinachofanyika akizaa roho yako, nguvu za Mungu zinaanza kutokea kwenye roho. Ile badiliko linakuja kwenye mwili na nafsi. Ndio maana sasa mtu akishaokoka kuna vitu vinaanza kubadilika. Kutokea ndani vinakuja nje. Sasa wanaosema Mungu anaona rohoni, Mungu anaona moyoni tu, msinibabaishe. Wewe bado ni mchanga. Mungu anatokea ndani anakuja nje.
Kwa jinsi ulivyo ndani ndio utakavyokuwa nje. Ukiwa mvumilivu ndani, tutauona nje. Ukiwa mtu wa ibada ndani, tutaona nje. Ukiwa mchapakazi ndani, tutaona nje. Ukiwa ni mtu wa maombi, tutaona nje. Ukiwa mwaminifu, tutaona nje. Ukiwa na utu wema, tutaona nje. Ukiwa na mtu ambaye una ukiasi, ustahimili, kujibalance, tutaona nje. Kila vitu ambavyo vinatokea ndani, Mungu anapokuzaa anaanza kuleta vitu nje. Na hapo tunasema ni matunda ya Roho. Maana ndio kinachofanyika. Kwa cha kwanza, mafuta au nguvu za Mungu ndani yako, cha kwanza zinakuzaa. Unazaliwa. Wakorintho wa pili sura ya 5 aya 17. Ni wa thamani, Yesu wa thamani, ni wa thamani zaidi ya yote. Kuwa na wewe bora kuliko vyote, wa thamani Yesu wa thamani. Korintho wa pili sura ya 5 aya 17. Korintho wa pili sura ya 5 aya 17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Amekuwa kiumbe kipya. Amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa Kristo akishaingia ndani anakuzaa. Biblia inasema unakuwa kiumbe kipya, sio mwili. Roho inakuwa kiumbe kipya. Sasa nimekutana na watu ambao wametumia fundisho hili bila kujua maana yake. Wanakuambia ukishaokoka mambo ya kale yamefanya nini? Yameisha. Laana zimeondoka. Maskini umeondoka. Sio kweli. Alichokuwa anakisema hapa, Mungu akishaingia ndani yako, roho yako inakuwa mpya. Ila bado nafsi yako na mwili wako ni ule ule. Nitakufunulia siku nyingine kwamba kuna wokovu wa aina 3. Nitawafundisha wokovu wa aina. Wokovu wa kwanza unaompeleka mtu mbinguni ni wokovu wa roho, kuzaliwa mara ya pili. Wokovu wa pili ni wokovu wa nafsi. Nafsi inabeba taarifa na kumbukumbu. Kinachookoa nafsi sio roho, mafundisho. Ndio maana mpendwa, ukiokoka usio kwenye mafundisho unaweza kuharibikiwa pia. Mafundisho ndio yanazaa nafsi yako. Yaani mnisikilize, unaweza kuwa umeokoka bado Diamond anaimba. Mnanisikia? Unaweza kuwa umeokoka bado Diamond anafanya nini? Yaani muziki ya zamani bado inaimba. Ni kwa sababu nafsi yako imehifadhi mambo ya kale, hayajaondoka. Roho yako iko safi, nafsi yako ina mambo ya kale. Na usipofanya vyema, nafsi yako itafungua mlango kupisha mambo ya roho ya giza kuingia ndani. Ukiokoka tu, njoo kwenye mafundisho. Apendee mafundisho, upenda maarifa. Watu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Vitu vinaharibika kwa kukosa maarifa. Ukiokoka roho yako, unahitaji wokovu wa nafsi ambao ni mafundisho na mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kwenye akili yako. Wokovu wa tatu ni wokovu wa mwili. Wokovu wa mwili ni wakati wa unyakuo. Tutabadilishwa, tutapewa miili mpya. Walioko kule chini waliokufa watafufuliwa, watapata miili mingine. Tulitakaokuwa hai tutanyakuliwa kwa dakika moja, tutabadilishwa, tutapata miili mpya. Wokovu wa mwili.
sasa. Hapa nazungumzia wokovu wa roho. Roho yako Mungu akishaizaa inaitwa kiumbe kipya, ya kale. Maana yake matendo ya roho ya kale yamekufa, umauti umekufa. Na hapo kuna ngazi ya pili sasa ya kuanza kujifunza mafundisho, ili nafsi yako iwe na taarifa sahihi. Ndio maana watu wengi ndoto zao zinakuwa mbaya, sio kwa sababu hawajaokoka, ni kwa sababu nafsi zao hawana mafundisho ya kutosha. Nafsi inafungua marango. Tangu nimejua haya, siwezi ngaota ndoto mbaya tena. Siwezi ngaota ndoto. Kama sioti ndoto za Mungu ananipa taarifa, sioti. Naamka nikiwa free. Na nikipata ndoto au maono yananipa kufikiri, kwa sababu ni taarifa ya Mungu. Ila wewe mwenyewe ambao umejichanganya huku, taarifa kwenye sherehe mnaimba vigodoro, mmeenda huku na huku, mara umbea, mara ukilala, shughuli nyingi. Bible inasema yani umejichanganya. Mara ndoto zinakuja hizi, kwenye mashimo unashuka, mara unakula chakula, mara unadumbukia, mara unakama ukanyagwa, yani ueleweki, nafsi yako imevurugwa. Nao kwambia, ukianza kunifuatilia, ukaanza kuambia nacho, utashangaa. Nakwambia sasa tuhubiri yale ambayo hatujui. Sisi wenyewe tulikuwa tumeokoka tunashangaa. Nakuaje maana naota hivi unajisikia vibaya? Kumbe hujajua taarifa zako unazosikia ni mbaya. Kwenye TV upo kwenye bongo movie. Eti Mkristo wa bongo movie. Unajichafua ujui. Ni marango yale ya giza. Sasa bahati mbaya ukipata ka TV nyumbani, unamshukuru Yesu, kanaenda kupeleka motoni. Ukipata ka smartphone kanaenda kupeleka motoni. Umetumia gharama yako imekuponza. Haleluya. Ujui wokovu wa nafsi. Sina muda Mungu kufundisha vitu vingi sana, lakini najua roho inazaliwa. Jambo la pili, nguvu za Mungu zinafanya kukuzaa au kukubadilisha. Zinakufanya uwe mtu mwingine. Nitaongea maana yake. Zinakufanya uwe mtu mwingine. Zinakufanya kuwa mtu mwingine. Zinakufanya kuwa mtu. Namaanisha nini? Mtu mwingine maana yake ni unakuwa na mihemko ya kimungu. Sasa neno mihemko sijui limekaaje. Unakuwa na mihemko, yani hisia zako zinakuwa hisia za kimungu. Hisia zako sio tena hisia za kibinadamu. Unakuwa mtu mwingine. Roho gwani kuchekesha. Ulishamkuta mtu mchana mnaongea vizuri, si ndio? Mnaongea vizuri na ana shida, maafu usubiri anywe pombe. Akunywa pombe, shanga Musa. Ndio Musa wa mchana. Mbona huyo Musa wa leo sio yule wa mchana? Kwa nini? Yaani hapa anaropoka, hapa anafanya kila kitu, hapa alikuwa hajui kuongea, anaongea na Kiingereza. Jiuliza, huyu ndio Musa wa asubuhi, ni mtu mwingine. Emotions, hisia zake zimebadilishwa na pombe. Amekuwa mtu mwingine. Sababu alikuwa mpole, kwa sababu kuna kitu, kuna booster, kuna pilipili alikuwa jala. Kwa hiyo kuna booster alikuwa hajapata. Watu wengi unaowaona sio jinsi walivyo, wamekosa booster. Leo ni mpole na mnyenyekevu, hana hela. Akipata hela ina boost, anatembea hivi. Huyu alikuwa anatembea hivi kanisani. Sasa hivi, mchungaji unaendeleaje? Alafu zamani kwa mchungaji, Bwana asifiwe. Sasa hivi, mchungaji unaendeleaje? Mtu mwingine kapata booster, kawa
akiwa mtu mwingine hisia zake zinaanza kuonekana uhalisi wake. Akinywa pombe, nashangaa huyu jamaa alikuwa ongei na binti, lakini sasa akinyokea binti anaelewa. Mtu mwingine. Ndio walevi wana tabia mbaya, ni watu wengine kabisa. Ukimkuta usiku na asubuhi booster. Sasa huo ni upande wa mbaya, upande wa giza. Biblia inasema msilewe kwa mvinyo ambao ndani yake kuna ufisadi. Ufisadi maana yake ni matendo maovu, matendo machafu. Ukishalewa panainuka ufisadi. Ufisadi sio kula hela za serikali, ni kuwa na uchafu kibiburia, kuwa na matendo maovu. Ndio mtu akishalewa ataanza kupenda wanawake, ataanza kuongea pumba, ataanza kutukana. Nini? Ufisadi umeinuka katikati ya pombe. Sasa huyo kilichombadilisha akawa mtu mwingine, hisia zake zimebadilishwa na pombe. Au mwingine akipiga bangi, shangaa atembea hivi hivi. Ujai kuna wale wanaokula unga wale, mwanangu unaendeleaje wewe, usinibabaishi. Huyo ameshabadilishwa, hisia zake zimepata booster, ni mtu mwingine. Ndio maana akiendelea vile anabadilishwa hata namna ya kufikiri, namna ya kutembea, namna ya kuwaza, kwa sababu kuna kitu kimebadilisha mfumo wake wa hisia. Mero maana mtu mwingine. Sasa kwa upande wa nuru, ukichua nguvu za mtu, akishapokea nguvu za Mungu ndani yake, utakachokiona anaweza kusimama. Alikuwa mwoga, anasimama hapa na kuhubiri Injili. Huyo amekuwa mtu mwingine, ana ujasiri wa kuhubiri Injili, haogopi wachawi tena, kwa sababu amebadilishwa na amekuwa mtu mwingine. Ndio maana Biblia inasema, Yesu akawaambia, msiondoke mjini humu, hakikisheni mnapata uwezo kutoka mbinguni. Walikuwa wamejificha, wanaogopa Warumi, wazee, makuhani, viongozi wa nchi walikuwa wanaogopa, waoga. Yesu amewaacha wako yatima, wako peke yao. Walibaki pale Yerusalemu wakiwa wanajificha. Biblia inasema siku ya Pentekoste ikaja nguvu kama uvumi wa upepo, ukajaza chumba. Walikuwa watu 120, mataifa walikuwa wamezunguka. Biblia inasema wakaanza kuomba, wakaomba. Petro akasimama katikati ya mkutano, akasema, nisikilizeni, tujalewa. Akaanza kuzungumza, akahubiri Injili kwa ujasiri. Huyu mtu aliyekuwa mwoga, leo ni mtu mwingine, ni jasiri kama simba. Anaanza kuhubiri Injili, haogopi tena, kwa sababu nguvu za Bwana zinakufanya uone kiumbe kingine cha ajabu. Zinaamsha hisia, zinakufanya uwe mtu mwingine. Hakuna namna unaweza ukapokea nguvu za Mungu ukaogopa wachawi tena, ukaogopa waganga tena, ukaogopa wanadamu tena. Hakuna namna unaweza kuogopa tena wanadamu ukishapokea nguvu za Bwana. You will be another creature. Utakuwa mtu mwingine, utaanza kuwaza, utakuwa na ujasiri wa ajabu ndani yako. Uoga utaondoka. Biblia inasema tukumbiwa roho ya hofu na uoga. Kwa nini? Nguvu za Mungu zinatufanya kwa watu wengine. Ndio unaweza kukuta watumishi, kinikuta nyumbani na watoto, utajua siko madhabahuni, nacheza na watoto, naimba pale. Aisee, nikishafika hapa labda moto usije. Ukija kuja moto, aisee, ni kiumbe kingine kabisa, usicheze nacho. Ndio maana Samsoni alikuwa na tabia mbaya kabisa, mtu wa kawaida, kijana tu. Sasa subiria uwezo wa Bwana uje juu yake. Ulikuwa ukija kuwa juu yake, achukua watu 1000 kwa taya, pap pap, mtu mmoja, piga wote, mtu mmoja, anabadilika kwa mtu mwingine. Samsoni, hiyo ni nguvu, inakufanya uwe kitu kingine. Ndio unaweza kuwa hapa, ghafla hii nguvu kisha kuja, unajisikia kuzungumza maneno mbele za Bwana kwa ujasiri tena.
Wakati mwingine mtu anataka kutabiri na kujitabiria. Na maana wakati mwingine kwenye maombi ukisha nguvu za Mungu kisha miminika huku ndani, unajisikia kujitabiria, unajisikia kuendelea mbele, haukati tamaa tena, unasikia kuendelea na safari, unasikia kupiga hatua tena, kwa sababu ndani yako umekuwa mtu mwingine, akili zako nyingine, fikira zako nyingine, emotion, hisia zako zinaguswa. Mungu anazigusa. Nafsi yako haifi tena. Watu nafsi zao zinakufa. Mtu amekaa tamaa, analia, anatoa machozi, anasema nakufa. Hautakufa, bali utaishi. Unazitaka nguvu za Bwana zidi yako. Kisha pokea nguvu za Bwana, hakuwa namna unaweza kukata tamaa. Kuna wakati nilikuwa maisha yamepiga sana, lakini kia nikiingia kwenye maombi, natoka najiambia, mimi nitakuwa tajiri, mimi nitakuwa mtu mkuu, mimi sitafia hapa, sitaishia hapa. Najisikia ndani kusema, na hiyo ndio inatia moyo kuendelea na safari. Bila nguvu za Mungu utakuwa ni mtu wakala tamaa. Samueli wa kwanza sura ya 10:6. Na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu. Samueli wa kwanza sura ya 10:6. Na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Nawe utageuzwa na kuwa mtu mwingine. Roho ya Bwana kisha kuja, inageuza na kuwa mtu mwingine. Huyu ni Sauli. Huyu ni Sauli. Soma Biblia hapo utaona. Watu walijiuliza, Sauli imekuaje? Alikuwa mtu wa kawaida, hata kwenye manabii hakuwepo. Lakini Bwana aliposhuka juu ya Sauli, Biblia inasema watu wakashangaa. Sauli akaanza kutabiri. Sauli akaanza kutabiri mpaka akavua na nguo. Nini? Amekuwa mtu mwingine, sio wajana. Sio yule uliyomzoea. Ndio wakati mwingine watu wanakuzoea kwa sababu kuna nguvu hauna. Kisha pata nguvu nyingine, unakuwa mtu mwingine. Unakuwa kiumbe kingine kabisa. Paka watu wanaanza kushangaa, huyu mtu amekuaje? Mnabadilishwa na kuwa mtu mwingine. Jambo la tatu, nguvu ya kubadilisha unachokifanya inaanza kukufundisha. Jambo la tatu, nguvu ya kubadilisha unachokifanya inaanza kukufundisha. Inaanza kukufundisha. Inaanza kukufundisha. Nguvu ya Mungu ya kubadilisha inaanza kukufundisha. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 2:27. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 2:27. Athamani Yesu, athamani, athamani zaidi ya yote, kuwa na wewe bora kuliko yote. Waraka wa kwanza Yohana 2:27. Nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Kaeni ndani yake. Umeona hapo? Anarudia tena. Nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha, kaeni ndani yake. Aise, unapata shauri ya muhimu sana. Mnisikilize.
Mafuta anaongelea nguvu za Mungu. Mungu akisha kaa ndani yako, anaanza kuzalisha mafuta, nguvu. Kumwambia mtapokea nguvu akishawajilia juu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akia ndani, anaanza kuzaa, kutoa mafuta, nguvu zake. Kazi ya nguvu za huku ndani kwenye roho yako, anasema zitawafundisha yote. Maana yake mnisikilize, mojawapo ya kitu ambacho kinatubadilisha ndani ni mafundisho ya Roho Mtakatifu kupitia ndani ya roho zetu. Kwa maana kuna baadhi ya vitu mtu akishaokoka anaanza kufahamu bila kufundishwa na mtu. Ghafla unaanza kufahamu kitu. Na kwa kadri Biblia inasema kaeni ndani yake, kaa ndani ya mafuta. Maana yake hakikisha unakuwa na ushirika na Roho Mtakatifu. Haya mafuta yawe kila siku yanazalishwa. Kwa kadri mafuta haya yanazalishwa, Biblia inasema yatazidi kutufundisha yote. Kwa kuna baadhi ya mafundisho, baadhi ya ufahamu, akili mpya ambayo tunaipata kupitia nguvu za Mungu. Ndio maana sasa hakuna namna mtu anaweza kuokoka akabaki kuwa mjinga, ametaka mwenyewe. Yanaanza kuleta mafundisho. Mnisikilize, ni jambo la mahusiano tu. Kama una mahusiano na Roho Mtakatifu utajua. Usije ukafikiri sisi tunakufundisha vitu ambavyo labda vingine tunavyokufundisha tunavyopata ndani yetu. Wakati fulani nilikuwa sahihi kusoma huu mstari. Nilikuwa najiuliza inakuaje? Wakati mwingine nipo natembea tu kawaida, nasikia vitu vinafunguka ndani. Napata wazo linakuja. Alafu najishtukia naandika. Wakati mwingine unaweza kuwa bafuni, kuna kitu kinakuja ndani kinakufahamisha Biblia. Au wakati mwingine unaweza kuwa umesoma mstari hujauelewa, lakini upo safarini tu umetulia, shangaa mstari unamaanisha hiki. Na hiyo ndo sehemu kubwa wa uhubiri, tunapata mafundisho kwa watu. Na maana wakati mwingine hatumii nguvu sana kukufundisha. Tunafundishwa, tunakufundisha. Nikaja gundua kwamba upako, mafuta yaliyoko ndani, nguvu za Mungu zina kazi ya kutufundisha kuyajua yote. Maana yake ni nini? Hata kama mhubiri akihubiri namna gani, ndani ya mahubiri ya mhubiri napaswa upate ufunuo ndani ya mahubiri ya mhubiri. Mhubiri akihubiri lazima upate kuelewa. Kuelewa maana yake ni unaelewa binafsi. Jamu nisikilize. Ukiwa hapo unanisikiliza na una kitu ulichogundua ambacho wengine hawajagundua, hujakaa darasani. Nasema hao watu wakisikia wasisikie, ili wakaelewa wakaongoka, nikawaponya. Mathayo sura 13 kwenye aya za mwisho. Maana ukasikia utaelewa. Ukishaelewa, Biblia inasema utaongoka. Kuongoka maana yake utabadilishwa. Ukibadilishwa, Biblia inasema Mungu atakuponya. Kukuponya maana yake atakufanikisha kwenye mambo yako. Kufanikisha maana yake ni kukupa mwelekeo wa kimungu, kukufanikisha na kupata hatua mpya kwenye maisha. Ndio maana ukikaa darasani ukawa unasikia mafundisho, kama una mafuta ndani yako, mafuta yanachambua yenyewe. Nguvu ya Mungu inachambua, hiki kichukue, hiki hapana, hiki ni mtazamo wa mhubiri, huu ni mtazamo wake, hiki ni cha Mungu, kichukue kusaidia kwenye maisha. Unapata ufunuo, unapata hatua. Ndio unashangaa mtu anafanya kitu, alikuwa kwenye biashara amekwama, anapata nguvu ya kufanya biashara tena, anapata wazo la kampuni. Kama ni huduma, anapata akili mpya ya huduma, kwa sababu ndani yake mafuta yanamfundisha. Kile bahati mbaya watu wako kanisani wanafundishwa na baki kama walivyo, sababu hawana mafuta. That's why tunakwambia kabla ya kuja badani ya mafundisho, hakisha unaomba vya kutosha.
Ndio sanga kwa nini watumishi wanatangulia hapa wanawapigisha maombi sana. Ni kanuni ya kiroho. Kabla ya kuleta mbegu lazima uandae shamba. Shamba ni moyo wako wewe. Tukipanda mbegu mahali ambapo ni njia haitaota. Mwamba itaota, itakosa mizizi. Lakini kuta sehemu ni udongo tifutifu, maana yake moyo umetifuriwa na maombi, umemagiriziwa maji, umetuliwa mbolea. Mbegu ikija unajisikia kutetemeka, unajisikia kupokea, unajisikia kuurusha, unajisikia kuendelea mbele, unajisikia nuru ndani yako katika jina la Yesu. Sema haleluya. Hapo ndipo nasema neno la Mungu lina taa ya miguu yetu, maana yake linatupa hatua. Hatuingii kwenye giza, tunaona nuru. Sehemu ya kuenda tunaona, sehemu ya kutembea tunaona, sehemu ya biashara tunaona, tunapata mawazo mapya. Neno la Bwana ndani yake ni jepesi ya kutambua mawazo na kusudi ya moyo. Linaanza kukupa makusudi sawa sawa na Bwana alivyo. Sema haleluya kwa jina la Yesu. Hapo ndipo watu wanafundishwa mambo. Mimi nikikaa mbele ya mhubiri ninayejua na neno la Mungu, sitokagi bure. Sitoki bure. Labda kama una kiburi cha upumbavu. Kuna watu wana viburi kwa sababu ana kakipaa kadogo, akikaa anaanza, baada ya kutega sikio asikie, anaanza kumwambia mhubiri ana nondo gani? Wewe ni mpumbavu. Na utakufa sio muda. Na kwa kishi. Hujui unapoelekea. Na mnisikilize kitu kimoja. Ukiona umekosa hamu ya kujifunza, ndio umekufa hivi. Ukikosa hamu ya kujifunza neno la Mungu, mambo ya Mungu, ndio umekufa. Kuacha kujifunza huleta ukengevu. Mpaka leo sijawahi kukosa hamu ya kujifunza. Nakufundisha nguvu za Mungu namna hii. Nikipata mhubiri anayeandika kitabu cha nguvu za Mungu nakinunua. Nikipata mhubiri anagonga injili na mimi nasikiliza. Najisikia raha. Sio ya sababu eti kwa sababu tunakubeti hatujifunza. Hamna. Tunajifunza kila siku. Kila siku najifunza. Kila siku najifunza. Na hamu ya kujifunza haijai kuondoka. Wewe utaki hamu ya kujifunza kwa sababu jui maana yake kiroho. Mungu anifundisha haya. Kuna kipindi fulani nilikuwa sifanyi kazi, niliandika kitabu kimoja, nikaandika hiki kitu, kuacha kujifunza huleta ukengefu. Ndio sentence Mungu alikuwa anafundisha ndani yangu sana. Nilikuwa na huduma mwezi mzima, mwezi wa kwanza naenda karibia wa pili, nimehubiri, nimeombea. Baada ya ile miezi Mungu akaanza kuniambia kuacha kujifunza huleta ukengefu. Nilikuwa najisikia kuishiwa. Nilikuwa nikaa hivi, natamani nipate mhubiri akae mbele yangu. Bahati mbaya nilikuwa na maeneo mengine hakuna mtandao, natafuta nisikie mhubiri. Ndio maana Biblia inasema siku ile watu watakuwa na njaa ya mafundisho, watatafuta wahubiri watakosa. Hatakuwa na njaa ya chakula. Kukosa mhubiri mbele yako, mtu wa kusikiza neno na kufundisha, ni bahati mbaya sana. Ulimwengu utapata shida. Leo naona kuna kitu najisikia tu amani kwenye moyo, kwa sababu kuna watu Mungu amewapaka mafuta, wanaweza kwenda mbele yako wakachia neno la Bwana kwenye maanga ya taifa, wakachia maanga kwenye kanisa. Na watu wamezoea injili. Biblia inasema wahubiri wakiondolewa, injili ikaondolewa, watu watakuwa na njaa hajaionekana. Ndio utaanza kujua kumbe wachungaji wa muhimu, kumbe wahubiri wa muhimu. Utaanza kujua sababu dunia itatikisika. Wakati mwingine wanashangaa taifa kama hili, kuna utando wa nguvu za Mungu. Kwa wahubiri wanahubiri huyu, wanahubiri huyu, wanahubiri huyu, wanahubiri huyu, wanahubiri huyu, ndio unaona duniani kuna kaamani kidogo. Mungu akiondoa wahubiri, watu watachinjana vibaya. Watu wa Mungu ndio wanasababisha dunia iwe na kitu fulani kwenye anga ya ulimwengu. Na wasijua. Sikiliza.
Wewe kama ni Mkristo, kaa mwezi bila kumsikiliza mtu wa Mungu, bila kusikiliza mafundisho, utaona. Mimi najua ndio maana tunapata shida sana kuona watu, hakuna watu wa kuwaelekeza na kuwafundisha. Kwa mfano hapa nikaa na wewe miezi miwili, yaani hata mtano ataanza kushangaa. Anza kushangaa. Sababu ninajua Biblia inasema kufafanusha maneno ya Mungu kuleta nuru. Kwa kadri unanisikiliza, nuru inang'aa. Hata kufikiria kunageuka, kuwaza kwako kunageuka, unaanza kupata mpenyo fulani, unaanza kuwaza namna fulani kwa sababu kuna kitu nakisikia cha kiroho. Ndio maana vita ya Shetani, Biblia inasema anapefusha fikra zao isiwazukie nuru ya Injili. Ukiona Shetani amekuzuia akili yako itaka kusikia mahubiri na mafundisho, amekunyang'anya kitu kikubwa. Kwa unaelewa? Ndio Biblia inasema mafuta yanatufundisha. Kazi yake ni kuchambua. Ndio maana mnisikilize. Watu ambao mimi najua siku za mwisho mafundisho yatakuwa mengi. Kitakachookoa wapendwa ni mafuta. Kwa sababu mafundisho yakiwa mengi, kinachoweza kusababisha kuchambulie mafuta na kupa hekima ni mafuta. Mafundisho pia yakiwa mengi ya kuzidia unaharibika. Mnanisikia? Mnanisikia? Mnisikia sasa Wakristo hapa, naongea na watu wazima sasa. Ukisikiliza mafundisho mengi bila mafuta ndani yako unachanganyikiwa. Ndio maana watu wengi wanaotafuta mhubiri huyu bila nguvu za Mungu wanakuwa wabaya. Na wachanganya. Ndio wapendwa wanashangaa. Kuna vitu vinazaliwa visio vizuri kwa sababu ni mtu fulani ambaye vitu vipo kichwani vingi vinamchanganya. Yaani kama vile darasani mama anakufundisha, anakupigia hesabu, anatoka huko anaingia huko, anatoka huko anaingia huko mpaka uende upumzike. Kwa ukisikia mafundisho namna hii, lazima uwe na mafuta, nguvu za nani? Za Mungu ndani. Ama mafundisho yakija kuja kwako, mafuta yanaanza kuchukua cha Mungu na kukijenga ndani yako na kukitengeneza ndani yako na kuletea ufunuo ndani yake. Hapo unaanza kuelewa mafundisho. Ile tu mafuta yapo ndani. Ukikosa mafundisho ni vibaya. Ukisikiza mafundisho sana ni vibaya. Ndio maana nguvu za Mungu ni za muhimu. Hapo unanielewa? Nguvu za nani? Mungu. Dhana ya 4. Nguvu za Mungu zinagusa hisia. Nguvu za Mungu zinagusa hisia. Tutaendelea kesho point hiyo. Kesho tutaanzia hapo point ya 4. Naomba tumshukuru Mungu. Yesu, nakushukuru. Asante kwa chakula hiki ambacho kimepita katikati yetu. Asante kwa watu wanaonisikia hawa na watu ambao kwenye mtandao wanasikia neno lako. Ninaomba Roho Mtakatifu, wewe ambaye Biblia inasema ukakaa juu ya vilindi vya maji, naomba ukae juu ya neno hili, juu ya mioyo yao, ukatengeneza na kuleta matokeo na nuru inayopaswa juu ya neno hili. Watakatifu wa mahali hapa, wa mtakatifu wa Dulam na mji huu, neno hili kawafae na kuwabadilisha. Lete nuru katikati ya maisha yao, libadilishe maisha yao, waitwe watu wengine. Wao ni watu wa maana kwenye jamii, na neno hili kaleta matokeo kwenye maisha yao, katika jina la Yesu, amen. Piga Yesu makofi. Naomba simame. Hiwathama suathama. Tunaenda kuomba nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Nguvu za Mungu. Nastaki mtu yote anyamanze. Mwangalie mwenzako, mwambie, unajua kuendesha baisikeli?
Ulianzaje? Na maombi ni hivyo hivyo, si ndio? Kuna mtu alizaliwa anajua kuendesha baisikeli? Hayupo. Hata kama ulipata juhudi za kuendesha baisikeli, wakawa nakushikia, unajifunza. Maombi hivyo hivyo. Ndio maana mnisikilize. Nikianza kuomba, sitaki kuona mtu ananiangalia. Nitakupiga kikofi. Siniangalie. Tukiomba kila mmoja anafanya nini? Anaomba. Hata kama hujai kuomba, wewe tamka hivyo hivyo. Hata kama ni pumba, endelea hivyo hivyo, ndio unakuwa. Wangapi wataomba? Mkono juu. Amen. Jipigie makofi. Watu tunaomba sasa. Sisi tunapokuwa huku mbele, tunatengeneza anga likae sawa, upenye. Lakini kazi ya kuomba ni ya kwako mwenyewe. Na tunapokuwa tunaomba namna hii, watu ukifanya mazoezi, nguvu za Mungu ndio zinafanya nini? Zinaongezeka ndani, zinaongezeka. Tunapomaliza tap, shanga tayari umejaa. Umejaa. Wale ambao labda walikuwa hawajajazwa, wanajazwa. Taombea nguvu za Mungu zitatembea juu yao wengine. Ila wale ambao wameshapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kitumie ipasavyo. Karibu. Praise kama hiki, nenda kuabudu. Kila mmoja abudu mbele za Bwana. Nyosha mikono, ufunika macho yako. Ora pakata sakazo. Ora pakanza na makatene neanda. Ora posakatari andarias. Tukiabudu, ukisikia kuomba anza. Ukisikia tu kuabudu na ukisikia kuomba anza. Uabudu kwa kumaanisha, ukipokea ile uabudu kwa moyo kabisa. Kama yala sama ndivyo maji ya mto, Baba nafsi ya kutamani. Yesu yangu,
Inua mikono yako juu kabisa. Inua juu sana, inua juu sana. Yes. Inua sana, funika na macho yako. Yesu.